Sasa kwenye hilo tukio la penalti ambalo Simba walifunga kupitia Leonard Ateba, na hilo lilikuwa ni bao la kwanza. Ni tukio ambalo ukilitazama vizuri pia lina walaki ni mkubwa, kwa sababu ni mpira ambao ulikuwa ndani ya boksi, kwa sababu Mashujaa walikuwa wameuondoa ule mpira. Kuna mchezaji wa Mashujaa alikuwa ameupiga ule mpira kwa nia ya kuuondoa, lakini kwa bahati mbaya ukao umezunguka, bado umerudi kwenye eneo la box, lakini pembeni ya kiwanja. Sasa kuna mchezaji mwingine sasa wa Mashujaa ambaye anaitwa Barama Mapinduzi, ambaye alishawahi kucheza Yanga huyu. Akiwa anaenda kuzuia cross ya Zimbwe. Sasa baada ya ule mpira kuzunguka, Zimbwe akataka kuweka mpira tena ndani ya box ili watu waweze kufanya kumaliza. Barama Mapinduzi mpira ukaenda kumgonga kwenye eneo ambalo ni la ubavuni karibu na mkono. Changamoto inayokuja kwenye hili tukio ni kwamba watu ambao wana haki za matangazo walishindwa kutupa engo nzuri zaidi ambayo inaweza ikaonyesha kwamba je, mpira uligonga mkono kweli au uligonga kwenye ubavu. Lakini kuna engo mbili ambazo wametuonyesha. Engo ya mbele ambayo huwezi kuona kabisa, lakini kuna engo ya pembeni ambayo unaweza ukaona kwa namna fulani kwamba mpira ulienda kugonga kwenye ubavu wa Barama Mapinduzi. Yaani mimi nikitazama lile tukio sioni namna yote ambavyo mpira uligonga mkono. Kwa hiyo hiyo ni scene nyingine kwenye ile movie ambayo Kefa Kayombo aliitengeneza kwenye mchezo wa jana.